Lima kisasa, lima kibiashara. Hii ni Eco Africana. Kama mara kwanza kutuona siku ya leo, sisi tunajihusisha na uuzaji wa mashine za kilimo na ufugaji, hasa za kisasa zaidi ambazo zinaweza kukusaidia wewe mkulima au wewe mfugaji. Lakini leo nimewaletea hizi zinazoziona kati ya power tiller na mini tractor. Kwa nini ununue mini tractor na sio power tiller ya kawaida? Sasa kitu ambacho cha kwanza ufahamu, kwanza engine ya power tiller na mini tractor zinafanana. Yaani hizi engine unazoziona hapa zinafanana katika ukubwa na aina za engine zinafanana. Utofauti tu ni kampuni. Sawa, hii kampuni ya Kwabuta, hii kampuni ya Tota ambayo tunaifanyia review hapo. Sasa kuna faida kubwa kutumia mini tractor, sawa, na kuna hasara endapo ukanunua power tiller na usinunue mini tractor. Sasa tuangalie, tupige mahesabu madogo ya haraka, sawa? Katika ulimaji, sawa? Katika ulimaji hii inaweza kulima ekari 4 kwa siku. Sawa? Na hii inaweza kulima ekari 8 kwa siku. Sawa? Kwa nini nalima ekari 8 kwa siku nitaelezea baadaye. Lakini sasa tupige mahesabu ya haraka. Kwa nini ukinunua hii utapata faida, lakini ukinunua hii utapata hasara baadaye kununua hii. Yaani ukiacha kununua hii power tiller lazima utapata hasara kubwa sana zaidi ya milioni 9. Sasa tupige mahesabu, sawa? Endapo kwa siku hii inaweza kulima ekari 8. Sawa? Na kwa siku kwa ekari moja unapata kwa shilingi, unalimisha kwa shilingi ngapi? 75,000. Gharama ya kawaida sana, sio ya juu sana wala sio ya chini sana. Kwa siku utapata shilingi 600,000. Sawa? Ukizidisha kwa 30 ambao kwa mwezi mzima utapata shilingi milioni 18 kwa mwezi. Hii power tiller hii mini tractor inaweza kuingizia hiyo gharama. Lakini hii kwa power tiller, sawa, kwa siku inaweza kalima ekari 4 na kwa ekari moja utakugharimu shilingi 75,000 kwa ekari moja. Kwa siku utaingiza shilingi 300,000. Kwa mwezi utaingiza shilingi milioni 9. Kwa hiyo ukichukua milioni 18 ya hii na milioni 9 ya hii, kwa utajikuta ukinunua hii utapata hasara ya shilingi milioni 9 kila mwezi kama ukiwa unafanya biashara ya kulimishia watu. Sasa kwa nini upate hasara ya shilingi milioni 9 kila mwezi wakati unaweza kupata hiyo faida endapo ukanunua hii mini tractor? Ndio maana nikisema kwamba hii mini tractor ni nzuri kibiashara na itakupatia faida zaidi ya milioni 18 kwa mwezi. Hiyo ni kitu kipo reality kabisa. Kwa hiyo wewe mchaguo lako, je, uchukue power tiller upate milioni 8 au uchukue mini tractor upate milioni 18 kwa mwezi? Sasa faida nyingine, kwa nini nakwambia ununue ile badala hii? Hii ipo nyenzo namba 2. Ukija katika nyenzo, kwamba nyenzo maana yake ni kwamba egemeo liko hapa mbele, mzigo unakaa katikati ambao ndio unaweka majembe, jitihada inakuwa kule nyuma. Sawa? Ili egemeo libalance na jitihada, lazima mzigo wa huku na wa kule uwe sawa. Kwa hiyo wewe kule nyuma utakuwa unatumia nguvu kubwa sana katika kuendesha. Mfano, umeona? Wanaotumia kulimia hizi power tiller utakuwa unanielewa. Huku lazima utumie nguvu wakati wa kulima ili sasa balance ya jitihada na egemeo iwe sawa. Kwa wakati mzigo upo wapi? Upo katikati. Lakini sasa ukija katika mini tractor, sawa? Hii nyenzo yake ni nyenzo nyenzo na daraja la kwanza. Nyenzo daraja la kwanza ni maana yake nini? Kwamba egemeo liko mbele, mzigo katikati. Egemeo liko mbele, jitihada ipo katikati ambao hapo wewe umekaa, mzigo unakaa wapi? Nyuma. Kwa hiyo katika daraja la kwanza ukitumia hii, lazima katika ufanisi wake uwe mzuri. Yaani utendaji kazi wake unakuwa ni rahisi sana, utumii nguvu, utumii mafuta mengi, lakini pia power tiller hiyo mini tractor inakuwa iko katika hali ya spidi kubwa. Umeona? Bila wewe kusumbua katika hali. Ndio maana inaweza kulima ekari 8 kwa siku na hii inalima ekari 4 kwa siku, kwa sababu hii inamhitaji yule mtu mwenye jitihada, akichoka lazima apumzike. Lakini huyu jitihada amekaa, hasa atachokaje? Kuchoka labda mafuta yaishe ndipo azime mini tractor yake atulie. Kwa hiyo hana uwezo kulima hizo ekari 8, sawa? Kitu kingine sasa, sawa? Hii hapa ina gia nyingi, ina gia zaidi ya 6 kama unavyoona hapa. Gia hadi namba 6. Hii hapa umeona gia namba 6. Lakini ukija hii hapa ina gia 3 tu. 1 2 3, mwisho 3. Kwa hiyo katika hali ya spidi lazima hii itakuwa chini tu. Hii mini tractor lazima itakuwa katika spidi, itakuwa ni spidi yake ipo juu sana. Lakini kitu kingine ambacho nasema, ukinunua hii, sawa, utapata hasara badala hii. Hii inakupa option ya wewe kubadilisha engine hapa. Mfano, kama eneo lako ni gumu, unaona eneo lako ni gumu, hii engine haiwezi kulima kwa ninavyotaka. Yaani ile
nilipokuwa natarajia haiwezi. Unaweza kubadilisha engine nyingine ya horsepower 22 au horsepower 25. Sawa eh? Watu wengine wanaweza wasiniamini, lakini hapa huwezi badilisha engine ya horsepower 22. Kwa nini? Kwa sababu huwezi kubalance egemeo na jitihada kule nyuma. Lazima kule jitihada ule mtu anayeendesha atatumia nguvu nyingi sana. Kwa nini? Kushusha nini? Kule ile mikono iende chini. Kwa hiyo hataweza. Lakini huko kwa hii nyenzo daraja la kwanza, egemeo liko huko mbele, jitihada iko mbele, haitaathiri kitu chochote kule nini, mzigo kule nyuma, kwa sababu jitihada iko katikati, mzigo uko kule nyuma. Kwa hata injini iongezeke uzito kiasi gani hapa, haitaweza kuathiri chochote. Ndio maana kwenye matrekta makubwa unakuta lazima kule mbele kuwe kuna chuma kizito ili kubalance nini? Kubalance jitihada. Jitihada iwe nini? Iwe nayo ina balance na nini? Na mzigo. Kwa hiyo hii hapa Minitrekta ni nzuri sana. Kingine kinakuofa, sawa eh? Njoo uone. Kinakuofa. Ina hydraulic, inashusha majembe chini, sawa eh? Ina hydraulic zake hizi hapa, ina clutch pale. Umeona ina hii hapa hii, ina nani? Accelerator ya kwanza na accelerator ya pili huku chini. Umeona eh? Accelerator ya kwanza, accelerator ya pili huku chini. Na clutch na brake. Sawa eh? Lakini kitu kingine, ukinunua Minitrekta unapewa jembe la disk lenye disk 4. Sawa eh? Wengine wanasema disk 3, lakini mimi sisi huwa tunazungumzia disk 4, zile kubwa 3 na moja ile ndogo. Lakini hii hapa unapewa jembe lenye disk 2. Sawa, au tunasema disk 3. Kubwa zile 2 na ile ndogo 1. Kwa hiyo upana wa kulima kwa kutumia jembe la disk huu utakuwa ni mkubwa, upana wa kulima kwa kutumia hii hapa utakuwa ni mdogo. Kwa hiyo mimi nawashauri kama unataka ufanye kibiashara, yani ununue kifaa kwa ajili ya kibiashara, sisi kama Eco Africana tunakushauri chukua Minitrekta hii hapa ya Kobuta. Utalima na utapata faida zaidi ya milioni 18 kwa mwezi, badala hii kupata faida shilingi milioni 9 kwa mwezi. Spares zinapatikana ofisini kwetu, lakini pia unaweza kulima kwenye maji na ukalima nchi kavu. Unaweza kubadilisha ile tairi ukaweka tairi ya chuma ukalima vizuri. Na hii nayo ni hivyo hivyo. Minitrekta hii utaipata kwa gharama ndogo sana, kwa shilingi milioni 15 na laki 5 tu. Jamani, sisi hatuna udalali wowote. Ukiona bei ndio hiyo bei, milioni 15 na laki 5 ndio bei yetu halisia. Lakini hizi hapa utaipata kuanzia shilingi milioni 7 na laki 5 mpaka milioni 10 na laki 5. Zipo aina tofauti tofauti. Kuna aina ya Tota, kuna aina tofauti tofauti kutokana na brandi husika. Karibu sana Eco Africana. Zote hizi zinapatikana kwetu hapa ofisini kwetu. Kwa wale ambao wanahitaji mashine za kisasa, sisi kwa Eco Africana huwa hatuleti tu mashine au hatuuzi tu mashine. Tunaangalia, je, wakulima wetu wanahitaji nini? Sawa eh? Baada hapo sisi ndo tunaleta vifaa mbalimbali. Ndio maana ukitembelea peji zetu utaona tuna bidhaa nyingi sana za kisasa ambazo zinawasaidia wakulima. Ndio maana mimi nasema hivi kwamba kama wewe unataka leo kuanza mradi wa kilimo na biashara, au ndio unataka kununua unawaza la kununua power tiller, mimi nakushauri achana na power tiller, chukua Minitrekta, lima. Hii haina mambo mengi, mechanism yake ni ya kawaida, gearbox yake ni nzuri, hata utengenezaji wake ni mrahisi sana kuliko trekta kubwa. Trekta kubwa inakuwa ina milolongo mingi sana katika utendaji kazi wake. Kwa hiyo hata engine yake inakuwa the way engine inavyokuwa, Minitrekta inavyokuwa ina vitu vingi sana, ndipo matengenezo na gharama za service zinakuwa kubwa. Lakini hii haina vitu vingi sana. Sawa, ndio maana na washauri wakulima wanaotaka kuanza kilimo sasa hivi cha kisasa au wanataka kuanzisha mradi wa kisasa, mimi nakushauri chukua Minitrekta, alafu utakuja kunishukuru baadaye. Kama unahitaji milioni 10 kupoteza milioni 9, basi chukua hii hapa. Kama unahitaji kupata faida zaidi ya milioni 9, chukua hii hapa, tukutane shambani. Sisi ni Eco Africana, tupo Dar es Salaam Tegeta Nyashozi, kwa mikoa tunatuma mizigo mikoa yote Tanzania. Karibu sana ndugu wakulima na wafugaji. Lima kisasa, lima kibiashara. Welcome.